Watu wote humu ndani na wasalimu sana. Kwanza niseme asanteni sana kwa kumsupport Asili Yetu TV kwa sababu amefanya event safi, clear na haina mbambamba. Naitwa Reginald Paul Wela, maarufu kama Director Sniga. Ni video director ambaye anapatikana mkoa wa Njombe, lakini pia ndio mkurugenzi wa The Wellers Production. Nikiwa kama mkurugenzi wa The Wellers Production, napenda kutoa shukrani kwa wasanii wote ambao mnamsupport Asili Yetu kwa kuweza kufika kwenye event yake. Lakini sisi kama The Wellers Production, huduma zetu zinafahamika, na kuna wale ambao hawazijui huduma zetu ni kama hivi ifuatavyo. Naomba nipunguzie mic kidogo. Mic inapiga kelele sana, watu wangu wazi kunisikia. Asante. The Wellers Production tunafanya huduma mbalimbali ikiwemo video production, live streaming, lakini pia tunafanya photoshoot. Kama unavyoona hapa ukumbini, Asili Yetu aliweza kutualika na sisi tukawa wadhamini, tukatoa live screen 2, lakini pia ukiingia kwenye simu yako kaandika Asili Yetu TV, unaona matukio yanayoendelea hapa live. Na haya yote tumetoa free of charge, yani hatujatoa gharama yoyote. Ni vile tu amekuja The Wellers na sisi tukaonyesha support yetu kwake, kwa sababu ana moyo wa kujitolea wa kukuza vipaji. Sio kukuza vipaji tu, lakini pia kama wewe ni msanii wa Bongo Movie au Bongo Flavor, usipopita Asili Yetu TV kuhojiwa, basi hawakutambui. Lakini sisi kama The Wellers tukaona Asili Yetu wanafanya jambo kubwa sana, na mheshimiwa mbunge anamsupport sana Asili Yetu. Tukasema sisi ni kina nani tusitoe vifaa bure? Sisi ni kina nani? Sisi ni kina nani? Jamani, tumeona kuna waheshimiwa, tumefanya event nyingi sana. Niseme ukweli, hakuna event yoyote kubwa ambayo mheshimiwa mbunge yoyote ameshai kuhudhuria kwenye event ya msanii yoyote hapa mkoani Njombe. Wengi wanatuma wawakilishi. Si mnanielewa? Wengi wanatuma wawakilishi, lakini leo hii tunamwona mheshimiwa mbunge viti maalum Siglada, tuko naye hapa na tunakesha naye, na kuna wengine wakiongea tu wakimaliza hotuba zao wanaondoka. Siglada tuko naye hapa. Samahani mheshimiwa mbunge, tunakuchosha lakini umekomana sisi mwanzo mwisho. Sasa tuachane na masuala ya vyama. Sisi tuangalie kipi tunakihitaji, kipi tunakitaka. Mheshimiwa mbunge wetu, tunakuheshimu sana na tunakupenda sana, kwa sababu uko sambamba na sisi mwanzo mpaka mwisho. Tokea MC anasema tunafungua sherehe mpaka anaposema tunafunga sherehe, tuko naye hapa. Angekuwa mwingine angeshasema bye bye. Si ndio maana yake jamani? Ni sio mtu wa siasa sana jamani. Karibuni sana The Wellers Production. Kama una tukio lako lolote zuri, wewe njoo. Simama za TV kubwa kabisa hizi zimekaa hapa. Kama zuri, sisi tutakupatia bure. Unafanya event yako, unapendezesha event yako, na matukio yanaruka live bila chenga, free of charge. Yani hatutoi gharama yoyote. Si mnaelewa maana gharama yoyote? Yani utoe hata shilingi 100. Nyinyi wasanii mnanielewa, lakini hautoi hata shilingi 100. The Wellers tupo kwa ajili ya kuwasapoti wasanii, ila watu wengine ndo tunawatoza hela, ila kwa msanii yoyote hatumtozi hata shilingi 100. Asante sana. Natoka kijiji cha Makoga Ng'ombe. Kazi yangu kubwa, mimi ni mdau wa kilimo cha parachichi. Tulianza wilaya ya Ng'ombe, lakini sasa tupo Tanzania nzima kwa kutumia mitandao ya kijamii. Nikushukuru sana Asili Yetu, lakini pamoja na shughuli ya kilimo cha parachichi nafanya kazi ya kusapoti wasanii. Asili Yetu tumekutana naye njiani, nilikuwa kwa Madam pale, nilikuwa mgeni rasmi kwenye tukio la binti yake Clarit,
lakini kikubwa mimi nafundisha watu vijana namna ya kupanda parachichi. Fanya utafiti, ni kweli tuna udumavu kwa sababu huwa tunauza matunda yote, lakini leo ukija shambani kwangu utakuta yale matunda yale yenye rangi nyeusi bado yapo kwa ajili ya familia, lakini bado tunawauzia watu wajue ladha halisi ya parachichi. Ladha halisi ya parachichi huwa tunachukua kuanzia mwezi wa 8, wa 9 na wa 10. Karibuni sana, nipo pale Makoga. Kwa mheshimiwa nilikuwa naangalia kwa asili yetu ni jirani, tulimambo na mambo, si ndio? Wale akina Maisha, wale ndugu zangu, akina Yusini, wale ndugu zangu, kwa huwa tunashirikiana nao pamoja. Ndugu zangu wana Njombe, Njombe haitajengwa na mtu mwingine, Njombe itajengwa na sisi wana Njombe. Hapo vipi? Mheshimiwa Mbunge, naomba nirudie hii sentensi tena. Tunawapenda wasanii wa Njombe, lakini wasanii wa Njombe tuache janja janja. Tutafika mbali tukiungana, tukisikiliza maneno ya mheshimiwa, lakini tukisikiliza maneno ya asili yetu. Asanteni sana, karibuni sana. Kwa jina naitwa Kastori Mgaya. Nimefika hapa kuwajulisha kuwa mkoa wa Njombe kwa sisi kama sisi Urban Shaver, yani mtu ukiwa na harusi yako, ukitaka kupendeza, ukitaka kwenda kwenye event yote ile, ukitaka unyoe vizuri, ni saluni namba 1 Njombe nzima. Inapatikana mtaa wa Zambi, yani tuseme mtaa wa Vegas, opposite na Kuogoka. Ni lazima ukifika Kuogoka, ni lazima kama umesimama yani ukisimama kama unatoka kituoni kuna wako kushoto, kama umetoka kituoni kuna wako kulia. Njombe nzima Urban Shaver ndo namba 1. Kama kuna saluni nyingine kama hiyo, utaweza kunitafuta mimi na nitakulipa 50,000. Mimi kama mwakilishi wa Tawiko Company Limited niko hapa kusapoti Asili Yetu Dreams Night Show. Nitakuwa sina mengi sana kwa sababu nishazungumza, lakini kikubwa nitambulishe kinywaji chetu. Kinywaji chetu ni Ombolo Wine. Zinapatikana aina zote. Kuna dry red wine, kuna semi sweet red wine na sweet red wine. Pia tuna white dry wine. Tunayo. Tunapatikana Njombe. Ukifika mtaa wa Vegas pale kuna supermarket iko pale. Ukihitaji Ombolo Wine za chupa, za galoni, zote zilipo pale. Ujumbe nimeambiwa pia niwatangazie jamani. Hii kama kwetu vijana, Ombolo Wine ni fursa. Unaweza ukawa unatoka sehemu fulani, kuna uhitaji wa wine, lakini unashindwa kuitumia fursa. Wewe kama unatoka nje ya mkoa wa Njombe, chukua fursa. Tunakuuzia bei ya jumla kuanzia galoni 10 kwa bei rahisi. Unaenda huko kijijini, unapata mtu ambaye unaweza ukafanya naye biashara, unaenda unamuuzia bei zaidi ya kile. Kwa unaweza ukaona mtu unakuja kuchukua kwa bei ya jumla. Let's say labda unachukua kwa 28,000 bei ya jumla kuanzia galoni 10. Sehemu uliyopo unaweza kuuza hata 32,000. Kwa hiyo jamani vijana, tutumie fursa. Usifikiri fursa mpaka iwe kubwa. Hata hiki kidogo unaweza ukaanza nacho, utafika pakubwa. Jamani, asanteni sana. Maarufu Mama Mngoni mgahawa. Nina mgahawa pale mtaa Vegas na mgahawa mtaa NBC. Karibuni sana wateja wangu, nawapenda, mje mniungishe chakula. Ila kitu kimoja tu ambacho yani mheshimiwa mbunge leo alikiongea kwamba usimdharau mtu. Mimi mheshimiwa mbunge nimekutana naye katika mazingira magumu sana, sio haya raha. Nimekutana naye mazingira magumu. Ila kupitia yeye nimejifunza kitu, sikati tamaa. Yani naamini siku moja nitakuwa na hoteli kubwa ya nyota 5 na nini, kwa sababu yupo mtu ambaye nilimuona tulianza naye moja, lakini yeye yuko kwenye 100, sasa hivi mimi nipo kwenye 8. Fikiria yupo kwenye 100, mimi nipo kwenye 8, ila siwezi kukata tamaa. Vijana na wasii, msikate tamaa kwenye utafutaji. Uwe unafanya biashara, uwe msanii. Ila wasanii wa Njombe, nishakutana na changamoto moja. Wasanii wa Njombe, acheni kujiamini kupita kiasi. Wasanii wa Njombe, usimjibu mtu message anapokukosoa jambo lako, anapokukosana kupenda, anatamani kutoka kwenye 1 ufika kwenye 10. Yaani na msanii siwezi kumtaja, ila ajifunze. Tabia njema ni silaha ya maisha. Hilo tu. Mimi ukija
kwa sababu mimi mwenyewe ni mama na miaka 50 hapa, ila napenda kuishi kijana, napenda kuishi kama mzee, napenda kuishi kama mtu wa kawaida. Yaani rika zote nakubaliana nazo, kwa sababu pale wateja wangu wote ni vijana, wazee, yani rika zote pale ni wateja wangu, ila tabia njema silaha ya maisha. Na nidhamu. Tumeelewana jamani? Wasanii tuwe na nidhamu. Mimi mwenyewe ni msanii, ila nina nidhamu ya hali ya juu. Nidhamu ndio inakufanya wewe msanii utoke hatua nyingine kwenda hatua nyingine. Nidhamu ndio itakufanya wewe upate mafanikio. Yaani vyote kwa vyote zingatia nini? Nidhamu. Wasanii tulio wengi tukishakuwa tayari tumeshakuwa na kajina lobo, nidhamu huwa inatoka. Tuwe na nidhamu. Nimejifunza kutoka kwa mbunge. Mbunge ana nidhamu sana. Sana sana sana. Toka alivyokaa, toka anasikiliza, angekuwa mtu mwingine, wabunge tunaowajua, akimaliza hotuba akisema anachokisema anaondoka. Lakini sisi watu baki hatuna nidhamu, lakini mbunge toka alivyo, dada, utafika mbali kwa sababu ya nidhamu ulionayo. Hicho ndio kitakachokufanya dada, ndio maana Mungu ameamua kukuchagua wewe ukawa mbunge. Kombolo Waini, Mwidisi, Mama Mgoni, kiukweli mmeonyesha kitu kikubwa sana. Lakini pia nikushukuru sana Mheshimiwa Mbunge Skilada Mligo. Asante kwa kunikaribisha niwe moja ya familia. Nadhani utakuwa umetambua umuhimu wangu na mchango wangu, lakini umeona tabia zangu kwamba huyu nikimkaribisha ninamudu. Kwa hiyo kiufupi unanimudu. Kuna siku moja aliniambia kwamba ukinizikua mimi nakuchana makavu. Kitu ambacho naweza kuzungumza kwamba mheshimiwa, na kuahidi sitakuangusha. Ninapokosea nionye, niambie tu kwamba hapa umekosea. Lakini pia nikupe nafasi, ukiwa na jambo lolote niambie, na sio utafanya kwa shilingi ngapi, nenda kafanya, nitaenda. Lakini pia nizungumze na wasanii. Mheshimiwa Mbunge, wakati tupo kwenye kampeni iliniuma sana, na mmoja alituma ujumbe leo akasema kwamba wasanii tulioanzisha programu ya kupiga kampeni ya kuto kuhudhuria kwenye kuchanga mchango kwenye pati ya asili yetu kimetulamba. Walianzisha huo utaratibu baada ya kuona mimi nina posti sana matukio ya kwako. Walipiga sana vita, na wengine wakasema asili yetu ni nani, lazima tumshtaki, ifungiwe channel yake. Mimi nimebarikiwa. Event hii mpaka tulipofikia hapa, michango tumekusanya takribani watu 100 wamelipa 20,000, watu 100 na wapo waliolipa VIP 50,000. Hawa nijue wengine wako hapa. Mungu awabariki sana. Hii inaonyesha kwamba ni support, wananiamini. Sasa wewe ukipiga kampeni kwamba tumfungie, Mungu anainua wa kunitukuza zaidi. Kwa hiyo niwaombe wasanii wenzangu kwamba usimpigie vita mtu yoyote. Asante, ubarikiwe sana. Amina. Ya nauli na nyingine, ubarikiwe sana. Asante. Asante mheshimiwa. Tunaenda kutoa 5,000. 5,000. Asante. Ongeza baba. Ubarikiwe sana mhasibu wa Agri Hotel. Mungu akubariki sana. Asante mhasibu wangu. Ngoja niwaambie kitu kimoja. Mimi ni msanii wa kwanza kumiliki mhasibu. Ni msanii wa kwanza kumiliki mhasibu. Kwa hiyo hata mliokuwa mnataka kuifungia event, hamkujua mimi nina mhasibu. Michango ambayo imechangwa imetumika leo kuenda kulipa chakula. Sisi ukumbi tulishamalizana muda mrefu. Mhasibu agreement yupo. Unatudai, hutudai. Watu wa muziki tulishamalizana nao, wa bendi tulishamalizana nao, wa mapambo tulishamalizana nao kitambo. Kwa hiyo michango ambayo mmechanga, mtakula, mtakunywa.
chakula kiko pale. Vinywaji kila meza, si imeenea? Imeenea. Ubarikiwe sana Urban Chef, wanaendelea kutushika mkono. Mheshimiwa Mbunge, lazima niote kitambi kwa staili. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana, naishiwa cha kusema, lakini Mungu awabariki sana sana sana. Na mimi nawaahidi, hii ni event ya pili. Tulianza mwaka jana. Sasa event ya mwakani tunataka tuchome ng'ombe mzima. Yaani ng'ombe mzima tunataka tuangushe. Na Mheshimiwa Mbunge, na sitaki unichangie chochote kununua ng'ombe, tanunua mwenyewe. Hiyo inaondoka Kwa hiyo tujiandae. Event yetu kila mwaka ni tarehe 1 mwezi wa 11. Mwaka huu tumeshindwa kutokana na hali ya usalama haikuwa rafiki. Lakini kila mwaka tarehe 1 mwezi wa 11 event yetu tunafanya. Kwa hiyo mwakani watakaohudhuria, ng'ombe tunaangusha, tunachoma. Sawa Nawapenda sana wadau wa Asili Yetu TV. Mungu awabariki. Nisiwachoshe sana, muda umeenda, lakini najua vinywaji bado viko pale, chakula bado kipo. Tutakula, tutakunywa, tutatawanyika. Lakini waombe tunapotoka hapa, naomba tutumie usafiri wa bodaboda ambao mtu unamfahamu vizuri uelekee nyumbani. Asante MC kwa kunipa nafasi, lakini karibu sana Njombe, naamini ni familia. Wewe ni dada yangu. Karibu sana sana sana. Mimi sina la ziada, niwakumbushe tu naitwa Ngoji au wengi wanapenda kuniita Asili Yetu, lakini jina halali ni Yusufu Jeremia Kilumile, ni mzaliwa wa Njombe Isindagosi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Niseme asante kubwa kwa kuniheshimisha mimi nikaujua mkoa wa Njombe. Jamani, mimi nilikuwa siujui mkoa wa Njombe. Nashukuru sana kaka Kilumile. Mimi nadhani tumekuwa familia sasa, tutafanya kazi nyingi sana. Najua watakutafuta ili tuendelee kufanya kazi. Asante kwa kuniheshimisha. Asante kwa kunikutanisha na mbunge. Asante kwa kunikutanisha na mhasibu wa agreement. Asante kwa kunikutanisha na wazee wa waini. Waini, saizi si swati Ulanzi. Takuwa na swata na nini? Takuwa na swata waini. Uzuri wa waini hauji kwenye kiliti. Unatumia na ni glass safi. Nashukuru sana. Asante kwa kuniongezea network. Asante, nimemjua Kidoti, kwa tunakutana tu mtandaoni, tunachangwa, hivyo tunaendelea. Nashukuru sana, na ulikuwa role model wangu kama ujui. Nilikuwa na view, naona una followers laki na nasema pumbavu na kukuta. Kwa hiyo huwezi jua mimi nakufukuzia kiasi gani. Nina 97,000 naenda kukukuta. Hamna shida na kukuta. Pia sawa, choo Kidoti, uongee maneno mawili uambie wasanii. Na Luiko pia naomba asimame. Kuna mtu alisema namlisha keki sijui nani. Epolavo nataka kumlisha mbunge. Choo mara moja ili tumalizie. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nashukuru sana kwanza leo hii kufika hapa. Na kwa wengi ambao hawajui, huyu mimi ni kakaangu. Yusufu Kilumile ni kakaangu, na mimi wasionijua naitwa Luiko Kilumile. Kwa hiyo sisi ni ndugu. Kwa hiyo huyu ni shemeji yake. Hicho Kidoti ni shemeji yake. Kwa hiyo tumekuja hapa kumsupport kakaangu, na pia ndio kumsupport kama msanii mwenzangu. Na mengine zaidi nafikiri ataongea mke wangu. Jamani, mambo vipi? Na shida acha kuongea kwa fulani unayo. Lazima mshinde. Jamani, kwanza kabisa nianze kumshukuru shemeji yangu Asili Yetu kwa kunialika kwenye event. Nilikuwa na machangamoto mengi yaliyotaka kusababisha nishindwe kufika, lakini nimepambana kadri ya uwezo wangu nimefika. Lakini pia niwaombe radhi dhati ya kutoka moyoni, mgeni rasmi, sio protocol ufike wewe mimi kabla. Ni heshima mbovu, naomba unisamehe kutoka moyoni kabisa. Na pia naomba mnisamehe wageni waalikwa wote. Mimi ndakuwa sina maneno mengi ya kusema. Kwanza kabisa nitumie hadhara hii kujibu maswali mengi. Hata hapa nimeulizwa siwi chini ya watu 4 5. Wewe huyu jamaa kweli au nisijibu?
kwa mnaoniita mimi dada, lakini pia mimi ni shemeji yenu kwa mnaomuita huyu kaka. Sijai tangia kwa watu mnaonifahamu, sijai simamaga kama hivi nikatambulisha mtu. Mpaka nimefikia hatua hii, ni mtu ambaye anafahamika hadi nyumbani kifamilia kabisa, kwa heshima. Na harusi yetu itakuwa mwakani, Mungu akitujalia mwezi wa 4 au wa 3 tutatoa taarifa. Basi kwa hayo machache niwashukuru sana, lakini pia wito wangu kwa wasanii au neno langu kwa wasanii, naendelea kuwasihi kwamba tusikate tamaa jamani. Moja ya kufanikiwa ni uvumilivu, lakini na nidhamu. Yaani ukiwa huna nidhamu huwezi kufika popote. Ukiwa huna heshima huwezi kufika popote. Kwa wale mnaonifuatilia, mimi ni mtu naongea sana heshima za kwenye ndoa. Sio ndoa tu, hata mahali kama hapa ukiwa huna heshima huwezi kujifunza lolote. Kwa sababu moja ya kufanikiwa ni heshima. Haitakiwi umdharau mdogo, sijui yule ana pesa, sijui huyu amenizidi ndo star, sijui tunaitana nini. Haitakiwi. Ukifika sehemu kama hii, cheka na kila mtu, kuwa sawa na kila mtu. Lakini pia naomba niwaambie jamani, sio tunasapotiana kwa kuangaliana, kwa sababu huyu ni asili yetu ndo naenda, huyu siendi. Tuwe tuna tabia ya kutoka. Yaani kutoka kunasababisha ukajifunza kitu. Kwamba mwakani, kama mimi hapa nishaona asili yetu amenipiga teke wapi kwenye tukio langu, kwa hiyo mwakani lazima nimzidi wapi. Kwa kutoka sio kwa ajili ya fashion tu hivi tumependeza suti nini. Kuna vitu tunajifunza jamani. Kwa naomba tuwe tunatoka kwenye matukio ya wenzetu. Lakini pia nitumie fursa hii kuongea na wasanii wa filamu. Wasanii wa filamu jamani, mnisikilize. Kuandaa tukio sio jambo dogo. Kuna matukio yanaandaliwa Njombe yanatushusha heshima. Naongea kama mwenyekiti wa TDFA mkoa wa Njombe, yani wa wasanii. Ndio maana naomba wasanii wa filamu mnisikilize jamani. Kuna matukio unaandaa, mimi nikifika jamani, siku hizi sio kusema Kidoti anadharau. Lazima niheshimu nafasi niliopo. Kwa sababu nilikotoka na niliopo ni vitu viwili tofauti. Naweza nikafika nikaishia nje kwa sababu kuna tukio lingine linakushusha. Kuna baadhi ya matukio Njombe tunaandaa kwa sababu asili yetu wameandaa na mwingine naye anaandaa. Sio vizuri. Tuhakikishe tunapoandaa tuwe tumejipanga. Hata mgeni rasmi unapomuita akiangalia anasema Kwa sababu mimi naamini wageni rasmi wanaandika kwenye diary zao, nilienda kwenye tukio fulani, nilienda kwenye tukio fulani, kilikuwepo nini. Kwa hiyo anapokuja anakuta na lile tukio limemshusha, hata yeye hadhi yake inashuka. Kwa hiyo tujitahidi kuandaa yale matukio yanayoendana na sisi. Si kama naeleweka jamani, wasanii wa filamu. Nisiwachoshe sana, mimi naweza nikaishia hapo jamani. Huyu ni shemeji yenu, nadhani sasa maswali yatakuwa sio maswali tena. Hii sio kiki. Sisi hatutengenezi kiki. Sisi sio kiki. Kama kuna mtu niliyemwambia nampenda, nilimdanganya. Nampenda ukaka. Kutualika, lakini vile vile tumekuwa na mchango mkubwa sana kwa kiasi chake, lakini kupitia asili yetu. Nadhani mkurugenzi unafahamu vizuri, mara kadhaa tumekuwa tukishirikiana kupitia matukio mbalimbali ambayo tunahitaji kuyajuza umma, lakini tumekuwa tukitegemeana kupitia asili yetu na vituo vya redio. Sisi kama Happiness kwa niaba ya timu nzima tunashukuru sana, na tuombe tuwe na ushirikiano wa pamoja katika kuendelea kuijuza jamii yetu vitu mbalimbali ambavyo vinatakiwa vijue kupitia sisi. Media ni muhimili wa 4, tunaweza tukasema hivyo. Ukiona katika mihimili ile mingine, kwa sababu sisi tunakaa katikati ya serikali pamoja na jamii. Sisi ndio tunatakiwa tutoe kwenye jamii tupeleke kwenye serikali, lakini kwenye serikali tupeleke kwenye jamii. Hawa wote watu wanatutegemea sisi kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo lazima tuone ni jinsi gani tunatumia platform zetu tulizonazo sehemu zote zinufaike na sisi, ili kuweza kuijenga jamii yetu kwenda mbele na si kuibomoa.
Mimi nikushukuru sana kwa hiki ambacho umekiandaa leo hii, na iwe ni mwendelezo, na tukushukuru sana. Asante. Asante. Nyewe unajiita nani? Kiki. Jamani, habari za jioni. Kwa majina naitwa Adrian Amos au maarufu sana mtandaoni kama mkaka fulani. Nafanya kazi Kings FM Radio. Nimekuwa nikishirikiana vizuri kabisa na kaka yetu hapa Asili Yetu kwenye mambo mengi, na leo akaona niweze kufika hapa kwa ajili ya kuwa kwenye sehemu ya red carpet. Nashukuru Mungu wale wote ambao wamepita pale tumeweza kuzungumza vizuri, lakini pia kama nilivyoweza kuzungumza mwenzangu aliyepita, nitakuwa sina mengi ya kujazia, lakini kikubwa ni kwamba tuendelee kushirikiana, kwa sababu online media na media house ambazo sisi tunafanya zina tofauti. Ukija kwa Asili Yetu ukafanya interview itadumu milele, hata baada ya miaka 10 watoto wako, wajukuu zako watakuja wataona. Ukija radio utafanya interview, watakusikia wale ambao wamekusikia kwa muda huo. Kwa hiyo heshima ambayo mnatoa kwenye media kwa maana ya radio, msisahau pia kutoa heshima hiyo hiyo kwenye online media, especially Asili Yetu ambaye ndo online media pekee ambayo iko mkoa wa Njombe, naweza nikasema pia Kusini, ambayo inafanya vizuri kwa sasa. Kwa hiyo endapo umeitwa kufanya interview na Asili Yetu, usichukulie poa kwamba atanifanya nini. Mpe heshima yake, kwa sababu anakutengenezea digital footprint ambayo itadumu kwa muda mrefu, itakuja kuwasaidia watu wengine, au ukifanya vibaya itakuja kukuharibia hata baada ya miaka 20 bado itaendelea kubaki. Kwa hiyo tupeane heshima kulingana na nafasi uliopo, na wala usije mdharau mtu eti kwamba nafasi yake ni kama haina umuhimu kwako. Mpe heshima yake, mtumie vizuri, utafika mbali. Asili Yetu yuko Njombe, naamini kwa kile ambacho anakifanya sasa hivi, ni mwaka wa pili anafanya matukio mfululizo ambayo yamekuwa na tofauti. Kwa maana yake baada ya miaka 5, 10 mbele tutamtegemea kumuona pengine ni Minadai wa Kusini akifanya vizuri zaidi, lakini haya yote yanahitaji sisi tushikamane pamoja, tumtumie, tunufaike na yeye anufaike. Ni hayo tu, asanteni sana, karibuni sana Kings FM Radio. Mkihitaji kufanya matangazo pia tuko pale kwa bei nafuu kabisa. Asanteni sana.